Vitu vyote vinapatikana hapa kwa Abu Jadawi. Linaweza likawa ni tatizo la kishaitani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ash-shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam. Hakika shaitani amepewa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala wa kuingia katika mwili wa mwanadamu kisha akaanza kutembea kupitia njia za damu. Kwa hiyo ana uwezo wa kuiathiri damu, ana uwezo wa kuitia sumu damu. Kwa hiyo namba 2 famina damu ni tatizo ambalo liko katika damu. Na kuna baadhi ya watu wana pressure. Yote hiyo ni damu. Lakini kuna baadhi ya watu sumu zinaenea katika mwili. Tatizo liko ndani ya damu. Wanahisi kutembewa na vitu katika miili yao. Hiyo ni namba 2 hiyo. Tatizo liko ndani ya damu. Au wanahisi maumivu wakati mwingine yanahama kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Tatizo liko katika damu. Sasa tumeandika mubini ya pili ambayo inakwenda kuwafikiana na tatizo hilo la kwake. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu zimeibuka namba 3. Namba 3 famina sihiri. Ni kipigo kinachotokana na bakora za kichawi ambacho kimekwenda kuathiri mwili. Wakati mwingine inaweza ikawa ni masul kulia, ni mguso wa kichawi uliosababisha maumivu ya mwili mzima. Utamkuta mtu kama huyo kila kitu katika mwili wake kinauma. Wakati mwingine anahisi mpaka hata unywele unauma au kucha, ukimshika unywele anaona anaumia. Namba 3 si jambo zuri. Ni kitu kibaya sana. Lakini kuna baadhi ya watu zimeibuka namba 4. Namba 4 tunaambiwa famina al-hasadi. Amerogwa lakini kwa sababu ya chuki binafsi. Yeye hana kosa lolote alilofanya, lakini kuna baadhi ya watu wanamchukia kwa sababu ya neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanaamua kwenda kumfanyia mchawi. Namba 4 hiyo vile. Lakini kuna namba 5. Namba 5 tunaambiwa famina al-aini. Ni tatizo linalotokana na kijicho. Na tunapozungumza kijicho, kuna baadhi ya watu wanaweza kuidogesha jambo hili, wakaona ni jambo dogo sana kijicho. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau lingekuwepo jambo ambalo linaweza kuitangulia kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kijicho kingeitangulia kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo baada ya kadari ya Mungu, chenye madhara huwa ni kijicho. Haukuwekwa uchawi pale. Sasa mtu ukimtafsiria kijicho anaona jambo la kawaida. Kwa hiyo namba 5, kijicho kimeathiri mlango wa mali, kipato. Mtu atafanya kazi sana lakini kipato chake kinakuwa kidogo au hasara inakuwa kubwa kuliko faida. Wakati mwingine kijicho kimekwenda kuathiri ule mlango wa mali, kimeathiri mlango wa kazi, kimeathiri biashara. Kafungua biashara mahala, mtaa umechangamka sana, tayari amekushaiathiri biashara yako. Lakini vile vile kijicho hiki kinaathiri ahadi. Kuna baadhi ya watu wanaahidiwa lakini vile wanavyoahidiwa vitimii. Hiyo ni namba 5. Tumeandika mubini ya 5 ambayo inakwenda kuwafikiana na tatizo la kijicho. Lakini kuna baadhi ya watu zimeibuka namba 6. Namba 6 al-iqd ni kifungo. Sasa ukiwa una kifungo utatumia dawa sana, lakini manufaa ya dawa yanakuwa ni machache. Tatizo kwa asilimia kubwa linabaki pale pale. Kifungo, umefungwa, dawa zisifanye kazi. Sasa kwa wale ambao zimeibuka namba 6, tumeandaa mubini ya 6 kwa ajili ya kufungua vifungo vyao, ili watakapotumia dawa sasa dawa ziende kufanya kazi. Na namba 7 famina rihi. Kuna baadhi ya watu wamefungwa na upepo mbaya, upepo mbaya. Na zaidi ya watu hawa ni wale wanafunzi kule mashuleni. Unawashika upepo mbaya, unaharibu katika masomo na taaluma zao. Utamkuta mtoto anasinzia darasani, haelewi masomo. Anaweza akaelewa wakati mwalimu anafundisha, lakini mwalimu akishaondoka tu basi haelewi hata somo moja. Huu ni upepo mbaya, umewakamata baadhi ya wanafunzi. Tumeshuhudia mambo kama haya. Sasa ni mambo ambayo yamefanywa kwa maarifa. Toka tumekuja Mwanza hapa hatukuwahi kufanya jambo kubwa kama hili. Na naamini huko mbele kuna makubwa zaidi ya haya, tusemeni insha Allah. Nimeamua kutoa tafsiri za ujumla. Sasa ikiwa kama wewe ukuelewa, basi unaweza kuelewa kupitia tafsiri hii hapa. Lakini kuna baadhi ya watu zimeibuka karatasi zote 7. Ina maana matatizo yote wanayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huo ni mtihani. Binadamu hatupendani.
Siku hizi unaambiwa ni bora ukutane na simba polini kuliko kukutana na binadamu mwenzio katika nyakati za usiku. Tunachukiana tena pasina sababu. Kuna baadhi ya watu wanachuki binafsi tu. Unaweza ukachukiwa kwa sababu ya maumbile aliyokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukachukiwa kwa sababu unaishi na mume wako vizuri. Unaweza ukachukiwa kwa sababu watoto wako wanasoma. Unaweza ukachukiwa tu kwa sababu ya biashara yako, unauza biashara. Chuki binafsi. Sasa tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua kubwa itakayofanyika leo hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atengeze ya kwetu. Tusemeni inshallah.